Na mtazamaji, kama unavyofahamu ni kwamba fainali ya kombe la dunia itaandaliwa leo usiku nchini Marekani, ambapo mabingwa watetezi Argentina wakichuana na Uhispania. Nchini Kenya pia mashabiki wameweza kujiandaa kuweza kukusanyika katika sehemu mbalimbali, na kama tunavyomuona Michael Kinyi akiwa katika mkahawa wa Carnival tayari kutuletea taarifa kutoka huko. Sijui Wakenya watarajie nini kutoka eneo hilo la Carnival kwa sasa? Asante sana kutoka studio. Bila shaka ni fainali babu kubwa, manake Ufaransa na Argentina ni mara ya kwanza katika kombe la dunia fainali, ambapo mshindi wa bara Europa anakutana na mshindi kutoka South America, Amerikani Kusini. Bara hizi mbili wao ni washindi kivyao, wote wameshinda mechi takriban mechi zao zote isipokuwa moja. Ukikumbuka Uhispania mechi yao ya kwanza dhidi ya Cape Verde walitoka sare ya 0-0, na Argentina walipokuwa wakielekea fainali wamekuwa na matatizo yao kivyao. Kwa hivyo najua wengi kama Lulu Hassan wanafikiria kwamba Uhispania wanapigiwa upato kushinda mechi ya leo kwa kirahisi, na wengine kama Rashid pia wanafikiria kwamba Argentina wako na upper hand katika fainali hii ya leo. Kwa hivyo wengi ambao wamefika hapa katika mkawa wa Carnival, nusu wanafikiria kwamba Argentina watashinda fainali ya leo, nusu wanafikiria kwamba Uhispania watashinda fainali ya leo. Kwa hivyo ni timu mbili ambazo zinastahili kuwa katika fainali. Ukiangalia vile wamecheza katika kombe la dunia, Argentina na matatizo yao ya kwamba wengi wanasema wanabebwa na marefari, lakini katika dakika 15 za mwisho wanaweza kujikakamua na kushinda mechi zao. Uhispania wamefungwa bao moja pekee yake katika mashindano haya ya kombe la dunia. Kwa hivyo itakuwa ni mechi ambayo iko na mambo mengi sana katika eneo la kati, midfield ya Argentina, midfield ya Spain, wote watakuwa na kibarua kikubwa, lakini yote 9-10 ni kusema ya kwamba mshindi atapatikana leo katika dakika 90, dakika 120. Tusipopata mshindi, basi matuta ya penalti yataweza kuamua nani atakuwa mshindi. Naam, lakini kama unavyojua kwamba Michael, licha kwamba inasubiriwa hii fainali kati ya Argentina na Hispania, lakini imebadilika ikawa ni gumzo kati ya Lionel Messi na Lamine Yamal. Pengine baadhi ya wale ambao washafika wanazungumziaje kwamba si sawa kuweza kuwalinganisha, lakini pia ni sawa kuwalinganisha kwa sababu mtoto anataka kuonesha umahiri wake na mkongo naye anataka kuweza kuisaidia Argentina kutetea taji hili la kombe la dunia. Asilimia 70 ya watu ambao wako hapa wanafikiria ya kwamba Lamine Yamal itakuwa ni kombe lake la kwanza katika kombe la dunia, itakuwa ni taji lake la kwanza. Asilimia 30 wanasema ya kwamba mkongwe ana zake. Lionel Messi unaweza ukamfungia dakika 90, lakini dakika moja akiponyoka tu basi mambo yanaweza kuwa yakawa tofauti sana. Wengi wanasema kwamba experience ya Argentina inaogopesha wale Uhispania, na Uhispania pia wengi hawana ile experience ya kucheza katika fainali ya kombe kubwa kama hili. Kwa hivyo iko na mambo mengi. Ukilinganisha Lamine Yamal na Lionel Messi, Yamal bao moja, Messi bao 8. Yamal assist ni ngapi? Ni 2. Messi assist ni 4. Kwa hivyo Messi pia anapigania ile golden boot, mfungaji bora katika mashindano haya. Nakumbuka Mbappe alifunga mabao 2 jana. Kwa hivyo Mbappe bao 10, Messi bao 8. Messi anahitaji mabao 2 na assist 1 ili aweze kuchukua kikombe cha mfungaji bora katika mashindano haya. Lakini alipoulizwa jana Messi ya kwamba nini muhimu, kupata ile taji la mfungaji bora ama kwenda na kombe la dunia, akasema ya kwamba hata hizi bao 8 mweza mkazitoa, bora nipate kikombe. Kwa hivyo wengi wanasema ya kwamba Yamal ana mengi ya kujifunza kutoka kwa Messi, na Messi pia ana mengi ya kuprove kwa watu ya kwamba hata kama miaka yangu imesonga, niko na miaka 39, bado naweza nikasukuma timu yangu hadi kupata ushindi katika fainali ya kombe la dunia. Kwa hivyo saa 4 kamili Rashid, kipute kinaanza. Naam, shukran sana Michael Kinyi, na tutakuwa tunafuatilia pia sisi manake Wakenya wengi wako sehemu tofauti wakifuatilia hii mitanange mtanange wa kombe la dunia. Lakini Gatete alishatuambia anapigia wapi upato? Spain, lakini wasema Argentina ni kali. Kigeugeu sana. Kwa hivyo Gatete akisema Spain itashinda, wewe jua ni Argentina itashinda. Itaweza kushinda. Na mtazamaji, kama anapiga nje mtazamaji, lakini ujue kwamba mpira hauna adabu, mpira udunda, kwa hiyo huenda ukaenda tofauti, na ndio raha ya mpira. Kwa hiyo subiri ushabikie timu yako, lakini ikipoteza kusiwe na visa vya watu kuuana, sijui kufanya nini. La hasha, ni mpira. Tukikataa utakuja kuwa mume siku zingine za usoni. Na unasema ni mpirani kabisa. Kwa heri mtazamaji.